طبعا الحمد لله رب العالمين. Kwa utaratibu huu imekamilika ndoa ya Kiislamu. Bwana Yusuf ameozeshwa mke wake Khawla kutoka kwa watu wa nyumbani kwao, na huu ndio utaratibu tuliofunzwa sisi Waislamu. Tunapompenda mwanamke basi tufuate taratibu hizi. Ukapeleka posa kwao, ukawapa fursa watu wa nyumbani kwao kujadili, waangalie tabia zako, dini yako, nyenendo zako, maana yule ni mtoto wao, ndugu yao, si kwamba ni mbuzi au ni kuku unamchukua kwenye banda. Kisha wakubaliane na hiyo posa, wakutajie mahari, na mwenye kutangulizwa kwenye kutaja mahari ni binti. Taje mahari yake na wewe uitafute, kama ni yote au ni kiasi cha mahari hiyo utoe. Kisha ipangwe siku ya kuambiwa maneno kama haya mbele ya mashahidi wasiopungua 2 katika wanaume na 4 katika wanawake. Wakizidi hapo ni khair, kama ilivyokuwa sisi tumekuwa wengi hapa msikitini tukishuhudia ndoa hii, na mafundisho kuzifanya ndoa msikitini yamekuja katika sunna. A'linu an-nikah waj'aluha fil masajid, zitangazeni ndoa na zifanyeni hizo ndoa katika misikiti kama hivi. Basi bwana harusi ataambiwa na wali, nimekuozesha, na yeye atasema nimekubali. Kutoka hapo tayari mafungamano ya kindoa yanaanza. Yule binti ambaye alikuwa kwao chini ya mawali wake, baba zake, kaka zake, maami zake, babu zake, wajomba zake, ule usimamizi unahama pale pale, unahamia kwako mume ambaye umeambiwa tumekuozesha, na wewe ukasema nimekubali. Kwa hivyo majukumu yote yanahamia kwako. Yule mwanamke ni binadamu, ana haki zake ambazo alikuwa akizipata kwa wazazi wake, walezi wake na ndugu zake. Anatakiwa azipate haki zile na ziada kwako. Sasa ale anapokuwa na njaa, umtafutie maskani ya kuishi, mahali pa kumhifadhi pa heshima, avae mavazi ya kumsitiri mwili wake na kumpamba maumbile yake. Mwanamke akiumwa apate matibabu, atibiwe vizuri, lakini apate haki nyingine za kutendewa wema. Uzungumze naye maneno mazuri, maneno yasiyokuwa na kashfa wala kejeli, wala usimnyanyase na kumfanyia gugu ukamsimanga anapokuwa katika nyumba yako. Yote haya ni kinyume na wema. Uishi naye katika namna ambayo inaitwa ni wema, lakini umsimamie katika dini yake. Ni katika jambo kubwa kabisa ambalo linakuwa kwako. Hakikisha mko wako wanafanya ibada, na wewe ukifanya ibada aswali swala za faradhi, swala za sunna, asimamie misingi ya Uislamu, afunge saumu za Ramadhan, akiwa na uwezo wa haji mpeleke haji, atoe az-zaka na nguzo zote za Uislamu. Akubali kuwa chini ya misingi ya tauhid, kumpokesha Allah katika ibada na kuachana na shirki. Mambo ya dini kwa ujumla wake mwanaume ni wajibu wako kuyasimamia. Kadhalika kumsomesha dini yake na kumuendeleza. Ikiwa alikuwa hajui, anza kumsomesha mke wako, ni wajibu wako huo. Na ilikuwa alikuwa anajua baadhi ya misingi anayo ya dini yake, basi muendeleze. Simamia darasa zake, muelekeze madarasani, mtengenezee mazingira rafiki ya kuweza kusoma, msaidie majukumu yake ili apate wasaa. Haya yote ni majukumu yanahamia kwa mume, wakati alikuwa majukumu haya ni majukumu ya jamaa zake. Lakini pia una jukumu kubwa jingine la kumkidhi kimwili, na hili ndio ambalo kwa sababu yake zikahalalishwa ndoa. Huu ndio utaratibu wa Kiislamu. Utaratibu mwingine wowote ambao wanautumia watu hivi sasa katika Waislamu na wasiokuwa Waislamu
wa kuchukuana kienyeji, wakakatu wakatongozana vichochoroni huko, huo ni utaratibu wa kihuni na wala haukubaliki katika sheria ya Kiislamu. Na kama pana watu wanafanya hivyo, wamuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Safari ya akhira ipo karibu, na hayo unayoyafanya utakuja kuulizwa. Na hao unaowafanyia hivyo ni watoto wa watu, dada za watu, mashangazi za watu, mama za watu, wana heshima zao. Sidhani kama wewe unapenda uje ufanyiwe hivyo kwa binti yako, kwa dada yako, kwa mama yako, kwa anti yako. Sidhani kama unafurahi kufanyiwa uhuni kwa watu wako. Ikiwa hilo jambo ulipendi wewe kwenye nafsi yako, vipi unawafanyia wenzako? Kwa nini basi unakuwa ni jasiri kufanya uhuni kwa dada za watu, kwa mama za watu, shangazi za watu? Kwa nini? Kwa hivyo utaratibu huu ndio utaratibu wa heshima na wa salama, na utakuhifadhi wewe na utakuondoshea laana, dua mbaya kuombewa na watu kwa sababu ya kuchezea familia za watu. Kwa hivyo ndugu zetu Waislamu, ndoa ni njia nyepesi kabisa ya kujihifadhi, na sheria ya Kiislamu imeirahisisha ndoa. Tutumie taratibu hizi. Na nimalizie nasaha zangu kwa kutoa neno langu kwa mawalii, wasimamizi ambao wana mabinti kwenye mikono yao, ima watoto wao wa kuwazaa au watoto wa ndugu zao au wadogo zao au dada zao. Almuhimu, mwanaume ambaye una usimamizi wa wanawake, inapokuja fursa ya mtu kutaka kuoa kwako na vigezo vya kisheria vikakamilika, usiweke uzito, mfanyie wepesi muoaji. Kwenye ndoa kuna baraka, kwa sababu ukizuia unaweza ukasababisha balaa kubwa sana. Na haya ni maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na watu wengi waliokiuka maelekezo haya wamepata madhara. Al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala anaitaja riwaya kwa kiwango cha hasan, ni hadithu hasan, hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam idha atakum man tardawna dina. Katika baadhi ya riwaya imekuja idha khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Ikiwa atakuja kuposa kwenu mtu ambaye mnairidhia dini yake na mnairidhia tabia yake, ni mtu Muislamu mashaallah, dhahiri yake Muislamu, familia yake Waislamu, yeye mwenyewe Muislamu, nembo za Uislamu zimedhihiri kwake, anaswali, ni mtu anavaa mavazi ya Kiislamu. Amekuja mtu ambaye mnaridhika na dini yake ya Uislamu, wa khuluquhu, na mnaridhika na tabia zake, ni mtu muungwana, mtu mkweli, muaminifu, wala sio mtu muovu, sio mtu mlevi, sio mtu dhalim, sio kibaka, ni mtu ana akhlaq na watu wanamsifia kwa tabia nzuri. Akija mtu kama huyo akabisha hodi kwako au kwenu, anataka mke, Mtume anasema fazawijuu, basi muozesheni haraka haraka. Illa tafalu, msipofanya hivyo, mkaingia huku na kule, mkaleta ujanja, mkakataa kumuozesha, mkatumia hoja dhaifu tu, wengine hutumia sababu za kimaslahi, basi mtu Muislamu ana tabia, lakini unaanza kuhoji mambo yasiyokuwa na maana. Kwanza ni kabila gani? Kabila la kuhusu nini? Sisi Waislamu na makabila wapi na wapi? Hebu wajieleze kwanza, kwenye akaunti kuna soma ngapi, ya kuhusu nini? Wewe ni muhasibu wa BOT, wataka kufanya hesabu, wataka nini hesabu zake za benki, ya kuhusu nini hayo? Wewe ungeulizwa maswali hayo ungekuwa na mke. Na mfano wa haya katika maswali yasiyokuwa ya msingi, watu wanafanya kiuzibe kabisa wasimpe mtu mke. Mtume anasema msipofanya hivyo, msipomuozesha mtu kwa dini yake na tabia yake, mkamzonga zonga, takun fil ardi fitna, basi itatokea katika ardhi fitna kubwa, wa fasadun kabir, na ufisadi uliokuwa mkubwa. Watu wasipoozeshwa, wale waliowapenda wakaja kuomba muozeshe, na nyinyi mkakataa bila sababu za msingi, Mtume anasema balaa lake, tayari hawa watu washapendana. Na mnajua uchumba ni kama shoti bwana, wakati mwingine huwezi kuzuia, mtasababisha balaa. Watu watatafuta plan B sasa
ya kukutana, ya kuwa pamoja. Ndio yale unasikia watu wametoroshana, mtu kamtorosha binti wa mtu, kamtoa kwake geti kali kabisa, lakini utashangaa ametoka na mbwa wako ametulia tuli, au mbwa wa geti kali, mtoto katolewa yuko huko. Yale ni mambo yanaonyesha kwamba unaweza kutokea ufisadi. Au wengine waliaadhu billah, Allah tustiri, wanakutia aibu. Binti yako au dada yako mdogo wako anapatia mimba nyumbani, wewe unaonaje? Yule mtu msiyemtaka yeye anamtaka, balaa anawaletea mimba na watoto wa zinaa. Ile ni aibu, amewatukanisha familia nzima kwamba niko hapa na nimepatia mimba hapa hapa, na mtakilea hicho kijomba au hicho kibabu, mtakilea, hamna namna, mtailea mimba mpaka mtoto. Aibu. Ndio haya anayazungumza Mtume alayhi salatu wasalam, illa tafalu takun fitnatun fil ardh, ikiwa hamtuwaozesha hawa itatokea fitna katika ardhi na ufisadi uliokuwa mkubwa. Ndio al-allamatu al-qari al-harawi rahimahullahu ta'ala, wakati anaisherehesha hadithi hii kwenye kitabu chake mashuhuri, mnakijua wanafunzi, Mirqatul Mafatih sharhu Mishkatil Masabih, akasema in lam tuzawijuha illa min dhi malin au jahin, ikiwa nyinyi mawalii mtamzuia binti yenu ikawa hamumuozeshi ila mtu mwenye mali, mtu mwenye pesa, mnaangalia matajiri au watu wenye vyeo na watu wenye nafasi mbalimbali, ikawa hamuozeshi watoto wenu au dada zenu ila watu hao wenye pesa au watu wenye vyeo, anasema rubbama yabqa aktharu nisaikum bila azwaj. Al-allama rahimahullah anasema huenda wakabakia wengi katika wanawake wenu bila waume. Ikiwa sasa hamtoi ila kwa watu wenye uwezo na vyeo, mabinti zenu, dada zenu, shangazi zenu, mama zenu wakubwa wadogo, watabakia bila waume. Wa rubbama yabqa aktharu rijalikum bila nisa, na huenda wakabakia wengi katika wanaume wenu bila wanawake. Sasa watu wanataka pesa na vyeo na watu hawana uwezo huo, ina maana wanaume wengi watakwama kwenye kuoa, kwa sababu watu wanachagua vipato na nafasi na sio zile sifa ambazo Mtume alayhi salamu amezisema. Kisha akasema fayakthuru aliftitanu bizina. Al-allamatu al-qari rahimahullah, mulla Ali al-Qari anasema patakithiri sasa watu kufitiniwa kwa uzinifu, zinaa zitaenea. Fayakthuru aliftitanu bizina, na kutakuthiri kufitinika kwa uzinifu, watu watazini. Huwezi kuwazuia shekhe, na dunia imejaa balaa, uzinifu umerahisishwa, njia za mawasiliano ni rahisi. Leo unamdhibiti vipi mwanamke leo? Vipi utawadhibiti watoto wa kike hawa wa kizazi kipya waliokuwa wajanja, wana smartphone, wana iPad, wana laptop, wanaingia internet, wana ujanja, wewe huwawezi. Utamdhibiti vipi na huyo mwanaume? Zinaa itakuwa nyingi. Baya zaidi akasema rahimahullahu ta'ala, wayalhaqu al-awliyaa 'arun, na kwa sababu ya kuzuia kuwaozesha watu mawali, familia zitaingia aibu, wataonekana mabinti zenu ni wahuni, watu wa kurukaruka na wanaume. Kwa nini usimuozesha kama ni mume wake? Wewe unaonaje binti yako anaonekana mtu ambaye ni hawara yake, au dada yako yuko na hawara yake, au unampita mahali amekaa na hawara, au anapita kwenye gari, wewe unajisikiaje? Lakini unaonaje yuko na mume wake? Kama unampita mahali yule ni mume wake, bamko hali yako bwana, bashemeje vipi, hamjambo vipi nyumbani, unaonaje hiyo hali? Usipowaozesha watoto wako au dada zako au wadogo zako, utapata aibu wewe wali. Hizo mimba zitakuja za zinaa, wataruka geti, watakwenda viwanja, watatoroshwa na hutoweza kuzuia. Na leo katika ulimwengu wetu pana hao watu wanajiita wanaharakati wa kumkomboa mwanamke. Usiombe kukutana nao kwamba binti yako au dada yako kuna mtu kampenda huko, anamtaka alafu mnamzuia. Atapata watu wa kumtetea hata kotini, mahakamani. Watajitokeza wanawake mawakili hawa, hawahitaji kulipwa, wanatetea haki ya mwanamke mwenzako. Anaweza wakadhalilisha. Katika dunia ya leo binti huwezi kumzuia. Usipomuozesha wewe, ataozeshwa na serikali na huna la kumfanya. Kwa nini usubirie ufikie huko? Na sisi tuna Uislamu.
Al-Allama al-Qari akazungumza mengi, lakini baadhi ni haya aliyotunasihi. Kwa hivyo tuwaozeshe watu wetu tunapojiliwa na watu sahihi. Sikuwa ninataka kuyazungumza maneno mengi, lakini maneno huvuta mengine na tulichelewa kidogo. Tuchukulie haya ni nasaha zetu. Mimi mwenyewe ninazungumza yananihusu, nyinyi mnaonisikiliza na wale ambao ujumbe huu utawafikia. Tutengeneze mazingira rafiki ya kwenda kuoa, na sisi wanaume tutumie njia sahihi za kuwaposa mabinti za watu. Wakati mwingine mnalalamika mnanyimwa wake, lakini ni njia mnazotumia, njia zinaonyesha dharau. Wewe ushamchukua binti yangu au mdogo wangu au dada yangu, ushamaliza kila kitu, kama vile unakuja kutupa taarifa tu, ushamtongoza, ushamueleza kila kitu, mwisho huko ndo unatufuata sisi. Si dharau hiyo? Sasa Uislamu huko hivyo, mkinyimwa msilalamike, tumieni njia sahihi, walau unyimwe ikiwa umefuata njia sahihi. Na wengine mko hapa na mnatutia aibu na mnanasibishwa na sisi, ni mtu wa dini bwana, mashaallah, mtu wa dini bwana, ana swala 5 mpaka unashtuka amefanya hivyo, kafanya hivyo bwana. Watu wanatorosha mabinti za watu. La, sio utaratibu sahihi. Fuata njia sahihi. Sisi hatukubaliani na utaratibu wowote ulio kinyume na sunna, na yeyote anayefanya jambo hilo hapa ni yeye, ni jambo lake, sio letu sisi. Msikiti hauhusiki wala dini ya Allah haihusiki wala sisi hatuhusiki, lakini kutuletea taarifa kama hivi za kuoa, tunakuozesha. Mimi nimekaa nje na wazee wangu pale, tunamsubiria wali kwa heshima kabisa, tunamsubiria al-akhi Imran afike, kwa sababu jambo ni lake. Hatuwezi kufanya uhuni hapa, afike aozeshe. Huu ndio utaratibu wa Kiislamu. Tufuateni taratibu hizi, tuacheni ujanja. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.